Pentagon ya Marekani imetoa taarifa mpya ya mwelekeo wa vita kati ya nchi ya Marekani, Israeli na Iran, ambapo katibu wa vita ambaye pia ndiye mkuu wa Pentagon Bwana Pete Hegseth ameweza kutoa taarifa ya kwamba kwa mwelekeo wa jeshi la Marekani na dhana ambazo wanazo, kuna uwezekano mkubwa sana wa baadhi ya makombora kuweza kufika katika baadhi ya maeneo ndani ya nchi ya Marekani, na hii inakuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa katibu huyo wa vita kuweza kueleza bayana kwa kudai kwamba dhana ambazo walizokuwa nazo na mifumo ya anga ya Marekani kwa namna moja ama nyingine imeanza kuathiriwa, kwa sababu ni miongoni mwa baadhi ya maeneo ambayo Iran amekuwa akishambulia. Marekani ndiyo imekuwa pia ikitoa msaada wa kiteknolojia kuweza kuzuia makombora hayo yasiathiri sana zile bezi zao ambazo ziko katika nchi mbalimbali maeneo ya Mashariki ya Kati, lakini pia hata kwa upande wa Israeli baada ya mifumo ya anga ya kuzuia makombora kuharibiwa, Marekani imekuwa na wajibu wa kuweza kuisaidia katika kuimarisha ulinzi. Lakini kwa mujibu wa katibu wa vita huyo, ameeleza kwamba tayari kuna athari ambazo zimejitokeza katika mifumo hiyo, na hivyo inaanza kuleta ishara ama hatari ya makombora ya Iran kuwa na uwezo pia wa kuishambulia baadhi ya maeneo ya Marekani. Hajaweka wazi kama pengine kuna ishara yoyote ya jeshi la Marekani ya jeshi la Iran kupeleka moja kwa moja makombora ndani ya nchi ya Marekani, lakini tayari kuna ishara ama wasiwasi mkubwa wa mifumo hiyo kuzidiwa. Kwa hiyo leo hii katibu wa vita Bwana Pete Hegseth ameweza kueleza hayo na kutahadharisha uwezekano huo wa jeshi la Iran. Lakini pia kwa upande wa Iran, usiku wa jana ameendeleza mashambulizi katika maeneo kadhaa nchini Israeli, lakini pia tumeona ameshambulia tena Saudi Arabia, ameshambulia maeneo ya bezi za nchini Iraq pamoja na maeneo ya nchi kadhaa za Mashariki ya Kati, na hii ikiwa ni mwendelezo wa kulipiza kisasi kwa kifo cha kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuliwa na mashambulizi ya makombora ya Israeli wakishirikiana na Marekani. Kwa hiyo kauli ya katibu wa vita wa Marekani inazua wasiwasi mkubwa wa ushindi kwa upande wa Irani, na pengine kuwapa matumaini mapya Iran kuweza kuendeleza mashambulizi yao wakiwa na imani ya kwamba wana uwezo wa kuathiri zaidi mifumo hiyo ya anga ya nchi ya Marekani, lakini pia mifumo ya anga ya jeshi la Israeli ambayo tayari imeathiriwa kwa ukubwa zaidi. Bado tunaendelea kukuletea kile ambacho kinajiri katika vita hivi vya Mashariki ya Kati, Iran ikiwa inaendeleza mapambano yake dhidi ya mataifa mawili ya Israeli na Marekani. Kauli tata ya katibu wa vita inaashiria nini? Tuandike maoni yako kwenye comment section, lakini pia nikukumbusha kubonyeza neno subscribe usipitwe na taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kuaga, bye bye.